Karibu sana ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji katika channel yetu tena Wahubiri Wadogo Media, Wahubiri Wadogo TV. Leo tutajifunza katika ile mada ya kipengele cha mada ile ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Na pia hapa ninao watu hapa nyuma ya kamera ambao wametokea katika vitengo mbalimbali kuja hapa kutueleza malezi yanavyotakiwa ya mtoto wa kidijitali. Hapa tunaye mwalimu ambaye ni mwalimu wa shule ya malezi ya watoto, yeye anaitwa Lydia Lucas. Pia hapa naye mzazi au mlezi ambaye anaitwa Pendo Emmanuel. Pia hapa naye mwana saikolojia ambaye yeye anaitwa Samuel Benjamin. Hapa naye mchungaji wa kanisani ambaye anawafundisha watoto ambaye anaitwa Alexander Barnabas. Leo tutajifunza kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali. Kumbuka hilo. Tuanze na mwalimu hapa. Mwalimu, wewe utatuambiaje kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali? Maana malezi ya mtoto wa kidijitali na tofauti ya malezi ya mtoto wa kidijitali na malezi ya mtoto wa zamani yanakuwaje? Tueleze. Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Mtoto wa kidijitali ni mtoto aliyezaliwa kuanzia mwaka 2010 ambaye amekuta mambo ya sayansi na teknolojia amekuwa. Mtoto wa sasa na mtoto wa zamani hafanani kwa sababu hii. Mtoto wa zamani alikuwa ukimpa uji ambao hauna sukari anakunywa, lakini mtoto wa sasa hivi anaweza asinywe. Lakini pia tuende kwenye simu. Mtoto wa sasa hivi ukimtolea tu password kwenye simu kubwa, anaenda mafaili TikTok, mafaili yana vichekesho, yana movie, anaenda. Lakini mtoto wa zamani alikuwa haelewi kitu chochote, anaiangalia simu. Hapa tunaona mfumo wa sasa hivi wa malezi ya mtoto wa kidijitali na mfumo wa kizamani haufanani kwa sababu hii mfumo wa sasa umebadilishwa. Hii ni kulingana na kuongezeka kwa ubunifu na kuongezeka kwa vifaa vya kisasa vya malezi ya mtoto. Asante. Kama alivyosema hapo ndugu mwalimu, kumbuka hii ni mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Pia tuje kwa mzazi, ambapo mwalimu hapo amesema kwamba mtoto wa zamani alikuwa tu ukimpa simu haelewi hata ile faili linaitweje, kwa sababu sasa hivi kumeongezeka maendeleo ya sayansi na teknolojia. Wewe mwalimu unatuambiaje kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali? Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Kama alivyosema mwalimu kuwa tunapowazaa watoto tunawalea katika misingi ambayo sisi hatukulelewa hivi. Kwa mfano, mtoto wa zamani ukimpa akiumwa, unaweza ukampatia hata mitishamba na akapona kabisa na maisha yakaendelea kama kawaida. Lakini mtoto wa sasa akiumwa kidogo tu, labda homa au tumbo, mzazi anampeleka haraka hospitali, anapewa vidonge au anachoma sindano. Pia mfano mwingine, mtoto wa zamani akitaka kwenda shule, lazima mzazi anaweza akatembea umbali mrefu na hapo hajapewa hata hela ya kutumia. Lakini mtoto wa sasa akitaka kwenda shule, lazima mzazi uwe na hela. Usipokuwa na hela, mtoto atabaki nyumbani na anaweza hata pia kujiunga na makundi ambayo yasiokuwa na tabia nzuri mtaani, na hapo ndipo tunapata watoto wezi na wabakaji. Na hapo mfano mwingine ni mzazi hataki kumlea mtoto wake, anamwashia TV afu anamweka hapo mtoto wake TV mlee. Sasa hapo mtoto anakuwa anajifunza, anajua kila channel ya kwenye TV. Na mtoto mwingine akitaka kucheza game kwenye simu, mama yake anampa simu anacheza. Anaweza akaangalia picha zisizo na maadili kwenye simu. Asante. Kumbuka hii mada yetu inaitwa mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama alivyosema hapo ndugu mzazi, tuje kwako wewe ndugu mwana saikolojia. Je, unatuambiaje kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali? Maana aliposema hapo ndugu mzazi kwamba malezi ya mtoto wa enzi zake walikuwa sio kama wa sasa hivi, walikuwa yani hata akipewa tu hata mitishamba anakunywa na anapona. Kwa sasa hivi mpaka wapewe madonge 30 nje ndio wapone. Unatuambiaje ndugu mwana saikolojia, ikoje hii? Yani mtoto anajengwaje mpaka anajua kila kitu? Mtoto akizaliwa anakuwa anajifunza katika mazingira anayoyaona. Mtoto akizaliwa tu ubongo wake unakuwa hauna kitu.
Kwa hiyo mtoto kila anavyozidi kuona vitu mbalimbali anakuwa zile picha za vitu anavyoviona anaingiza katika ubongo wake. Kwa hiyo hata siku moja mtoto akiona kuku, ile picha ya kuku inaingia katika kiboksi cha skima, na siku nyingine akimwona paka, ile picha ya paka inaingia katika kiboksi cha skima. Siku nyingine akimwona tena kuku anasema kumbe huyu ndo nilimwona siku ile. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajifunza katika mazingira anayoyaona. Mfano, mtoto kazaliwa msituni. Mtoto akikuwa huko msituni anakuwa anajua dawa za asili, matunda na vitu na kadhalika ambavyo vipo huko msituni. Kwa hiyo na hata sasa hivi mama au mlezi akimwachia mwanae simu, kwa sababu alikuwa anamuona anachezea simu, na yeye anachukua simu anaanza kufanya hivi, anaona inaenda inarudi, inaenda inarudi, kwa sababu na yeye anaanza kuona kumbe hivi nikifanya hivi inaenda, nikifanya hivi inarudi. Hata kwenye TV mama anachukua remote anaanza kubonyeza kutoa chaneli na kuingiza chaneli, na mtoto anavyoona na yeye anakuwa anajitengenezea mazingira. Kwa hiyo mtoto na yeye anaenda anachukua remote anaanza kujibonyezea, anabonyeza na anaona inazima inawaka, inazima inawaka. Kwa hiyo mtoto anakuwa anaona mchezo, na mama akiwa anapika uji, mtoto anaona anaenda na yeye anachukua mkono anataka kutia kwenye sufuria la uji. Kwa hiyo mtoto akishatia kwenye sufuria la uji anakuwa anaona, akiungua anakuwa anajua kumbe huu ni moto, anakuwa arudii tena. Asante. Kumbuka hii mada yetu inaitwa mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama aliposema hapa ndugu mwana saikolojia kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali, wewe mchungaji utatuambiaje malezi ya mtoto wa kidijitali? Malezi ya mtoto wa kidijitali yanakueje? Tuambie. Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa nafasi hii. Kwanza tuanze na fungu linalosema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Tunaona kwamba wazazi tunatakiwa tuwalee watoto wetu katika njia nzuri. Mfano, utakuta mzazi anaenda kazini na mama anamwachia mtoto wake anaangalia TV. Unakuta mtoto anaweka zile chaneli ambayo yeye hapasi kuangalia. Kwa yale mambo, kimfano atakuwa anaangalia watu wanavyopigana, atakuwa anaangalia ngono, ile kitu inamuingia kichwani. Mfano, pale shuleni kwetu walimu wanakuwa wakipokea sana kesi nyingi, kimfano wanaume kulawitiwa au wanamke kuingiliwa kimaumbile. Haya yote ni matokeo ya mtoto kuangalia zile picha ambazo yeye hatakiwi kuangalia. Mfano, sasa hivi kuna utandawazi kwenye simu zetu. Unakuta mama anampa mtoto simu yake, anajua yeye anacheza game, lakini unakuta mtoto anaingia kwenye mafaili yale ambayo mzazi yeye hawezi kufika. Akishaona kama mtoto wa kike anaangalia, anaona wazungu wanavyovaa, wanavaa uchi, na yeye unakuta anaiga. Hiyo inakuja kuleta athari kubwa sana kwa watoto. Asante. Kumbuka mada yetu inaitwa malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama aliposema hapa ndugu mchungaji kwamba mtoto anakuwa anaangalia movie ambazo hapaswi kuangalia, movie tamthilia za mapenzi. Unakuta ni mtoto wa darasa la 4 lakini anajua kutongoza hadi wamama wakubwa ambao tayari washafikia umri hadi wa kuzeeka. Pia tuingie katika ushauri. Mada yetu inaitwa malezi ya mtoto wa kidijitali. Kwa ushauri kwako mwalimu, unawashaurije walimu wenzako kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali? Na washauri wazazi watumie Mwalimu. Na washauri wazazi watumie vifaa vya kisasa ili kukuza malezi. Na washauri wazazi watumie vifaa vya kisasa ili kuwajengea na washauri wazazi watumie vifaa vya kisasa ili kukuza
watoto wao wasiingie katika mambo yasiyompendeza Mungu. Kumbuka mada yetu inaitwa malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama aliposema hapa ndugu mwalimu, anawashauri walimu wenzake kutumia vifaa vya kisasa. Je, tuje kwako wewe ambaye ndio mlezi wa nyumbani, utatuambiaje kuhusu malezi ya mtoto wa kidijitali? Nashukuru sana mwenyekiti kwa nafasi hii. Ndio. Mimi nawashauri wazazi wenzangu ambao wana vitu vya kidijitali kama simu, kompyuta na TV, wasiwaachie watoto wao ziwalee, bali wawalee watoto wao kwa misingi ambayo inampendeza Mungu na Mungu atawabariki. Kumbuka mada yetu inasema malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama aliposema hapa ndugu mzazi kwamba anawashauri wazazi wenzake au walezi wengine kuwatunza watoto wao, kuwalea wenyewe, sio waache TV au simu au kompyuta au vifaa vya kisasa viwalee. Tuje kwako mwanasaikolojia, una ushauri gani kwa wanasaikolojia wenzako, kwa jamii nzima, una ushauri gani? Wazazi, ndio ninachowashauri, msilale na watoto wenu kitanda kimoja. Mfano, mtoto wako umchukulie kitanda chake ukamweke pembeni, kitanda chake ukakiweka pembeni, lakini sio kulala naye kitanda kimoja. Sio chumba, ni kitanda kimoja. Unamweka huku, hata kama ni mchanga unamweka huku, wewe unalala huku. Na ninachowashauri wazazi, unatakiwa ukiwa unabadilisha nguo au unavaa nguo, mtoto wako yoyote, hata mchanga, unatakiwa umhifadhi sehemu ambayo hakuoni, wewe ndo uendelee na kubadilisha nguo au kuvaa nguo. Asante. Kumbuka mada yetu inaitwa mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Kama alivyosema hapa ndugu mwanasaikolojia, anawashauri jamii nzima kwamba wasilale na mtoto kitanda kimoja, wamfundishe mtoto malezi yanayofaa. Je, wewe mchungaji, unatuambiaje kuhusu watoto ambao wapo huko kanisani kwenu? Unashauri nini kuhusu malezi ya mtoto? Anawashauri watu ya kwamba kama mtoto wako hajabadilika, ana tabia mbaya, kwa sababu ya kile kitu alichokiangalia, mlete kwa Yesu, atabadilika. Kumbuka mada yetu inaitwa mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Hapa ndipo tunapofikia mwisho wa kipindi chetu cha mada ya malezi ya mtoto wa kidijitali. Kumbuka chaneli yetu inaitwa chaneli ya Wahubiri Wadogo Media au Wahubiri Wadogo TV. Tumalize na ombi kwako mwalimu.